hata mwanzo nilisema kila kitu kina vigezo na masharti. Hata kipindi kile kabla yote hajatokea, ulivyoniuliza kuhusu maandamano, nikasema yana vigezo na masharti, kupiga kura vina vigezo na masharti. Kwa hiyo hata kwenye Qur'an kuna vigezo na masharti. Kama labda let's say tech, sawa? Wameweza kulobi, wanapata mabilioni ya pesa kila mwaka. Na nyinyi lobini mpate mabilioni ya pesa kila mwaka. Hiyo ndio mna balance kwamba jino kwa jino. Kama wenzenu wameweza kulobi, wanapata misamaha, na nyinyi lobini mpate misamaha. Kama wenzenu wameingiza au wamepenyeza watu katika sehemu muhimu, na nyinyi ingizeni mpenyeze watu katika sehemu muhimu. Kwa hiyo mnatakiwa mbalance. Kwa hiyo haitakiwi mtu kakwambia bwegi afu nampiga na nyundo. Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV? Karibu sana kwenye exclusive interview nyingine tena. Mimi naitwa Victor Madaha, and of course bianze kamera kama kawaida yuko Rizki bwana. Bahati nzuri sana leo nimemtembelea tena kwa mara nyingine tena DJ Smart, na vitu vingi sana vya kuzungumza. Last time nakumbuka tunafanya interview, kuna maoni yake mengi ambayo alitoa kuhusu hali ya kisiasa ambayo inaendelea hapa nchini, na pia alitoa ushauri kama ilivyokuwa imekuwa kawaida yake. Alitoa ushauri kwa maana viongozi wa dini waweze kuitisha dua na maombi ya namna tofauti ili kuweza tu kurejesha hali ya amani ambayo kinaonekana kutoweka kwa namna moja ama nyingine hapa nchini Tanzania. DJ Smart, kwema lakini? Kwema, namshukuru Mungu. Mambo anasemaje? Isema mambo yako fresh. Nikupe hongera na nikupe pole pia kwa yale ambayo umekuwa ukiyazungumza, kwa sababu naamini unaweza kuzungumza kwa maana nzuri, lakini kuna mtu mwingine akakuelewa kwa maana mbaya. Kwa hiyo zote hizo ni pole na hongera, na bidii uzipokee. Nitapokea pole. Hongera sitaipokea kwa sababu yale sisi tunaita ilham. Mungu huenda kama amenitia mimi ilham, au anaweza kama amemwekea na mtu mwingine. Huenda mufti akawa amesikia kutoka kwangu, au huenda akawa amesikia pia kutoka kwa mtu mwingine. Kwa hiyo ile ni ilham. Mimi nadhani hongera zinatakiwa ziende kwake kwa kuwa na maono, na kama ni kweli kasikia basi kutekeleza. Sio kila mtu anayeshauriwa anashaurika. Kwa hiyo kwenye upande huo sifa pia ziende kwake. Lakini nimeona pia juzi Papa wa Roma pia kafanya dua maalum kwa sababu ya nchi yetu. Hicho ndio kitu watu wanatakiwa wajue. Tuko katika zama ambazo watu wako too materialistic kiasi kwamba tunaamini sisi ndo tuna uwezo kwamba kwa akili zetu na juhudi zetu tunaweza tukafanya vitu. Ndo zama hizo, na inaonesha jinsi gani watu wako detached na Mungu wao, na uhalisia wa kujua kwamba Mungu ndo mweza wa yote. Kwa hiyo ni jambo jema tu hatuna budi kumwelekea Mwenyezi Mungu kwenye mema na kwenye mabaya. Na Mwenyezi Mungu habagui aliyemwema na aliyemuovu, milango yake iko wazi. Sawa kabisa. Nakumbuka ulizungumza hichi ukasema kwa pole ulikuwa umetoa pole ya nini kwanza? Maoni ya, kwa sababu kila mtu okay. Kwenye upande wa maoni mimi nimeji train na nimeshaweka defensive mechanism. Nimeshakubali kwamba kuwa misunderstood, kwamba sio kila mtu atakuelewa. Yaani hiyo mimi nishakubaliana nayo, na sina shida na mtu ambaye hatukubaliani. Kwa hiyo sio tatizo. Issue ni kwamba watu ambao wanauelewa mdogo wanaweza kutumia lugha chafu au maneno machafu. Hiyo inaangukia kwenye disrespect. Mtu ambaye hamkubaliani, bado kuna room ya nyinyi kujadiliana mpaka either mkakubaliana au agree to disagree, mkakubaliana kutokukubaliana, lakini kila mmoja anamheshimu mwenzie. Lakini the moment ikishavunjika heshima, ule uwezekano wa kukubaliana au kuongea unakufa. Na hii ni kitu nimeongea pia kwa kodi fulani, mtu ambaye anaweza kaelewa. Ni muhimu sana kwa viongozi ambao wanataka mambo ya
umoja. Naam. Okay, sawa. Naam. Pengine hasa ili tumalizie hili. Uliona nini hasa mpaka ukasema kuna haja sasa ya viongozi wa dini kuweza kuitisha, kwa maana kuombea nchi, kusoma dua kama hivyo kwa upande wa Islam pia, na kila ambacho ulikuwa unakiona na kimeweza kutokea hasa? Kwa nini ulifikiri kwamba hii ndio njia bora hasa? Kwa sababu sisi kiuhalisia sisi hatuwezi. Yani the reality, ukweli wa mambo ni kwamba hatuwezi. Kwenye Biblia kuna mstari maarufu sana, ni kwa neema ya Bwana, kwamba chochote iwe ni baraka, iwe ni chochote kinachomtokea mtu ni kwa neema ya Bwana. Na sisi kwenye Uislamu tunasema fama bikum min ni'matin fa min Allah, na neema yoyote ambayo iko kwenu basi imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Na kuna ule unasema la haula wala quwwata illa billah, hakuna nguvu wala uwezo unaotoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hiyo ndio reality, it's very simple. Alafu maandiko yameelezea ombeni mtapewa, tafuteni mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. It's very, yani unajua maandiko yani yako. Na kwenye Qur'an anasema wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li waliyu'minu bi. Kwa hiyo kwenye Qur'an inasema, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na wanapokuuliza kuhusu mimi waja wangu waambie mimi napokea maombi ya mwenye kuniomba. Kwa hiyo ukiomba maombi yako yanapokelewa. Kwa hiyo vitabu, yani unajua vitu viko very simple na viko wazi. Ni ule umbali wa mtu kuwa mbali na muumba wake ndo uliosababisha yote haya. Na inasikitisha kwa sababu sisi mfano kwenye Uislamu, mimi ndo unakumbuka mara mwisho kabla hata ya kuondoka nilisema mimi sishughuliki na mambo ya kura na siasa na nini. Ngoja nikupe faida moja na yeyote ambaye anaweza kafaidika. Kwenye Qur'an kuna aya moja takatifu sana. Inasema Allahumma malikal mulk, ewe Mwenyezi Mungu. Ngoja nisome. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Allahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy. Kwa hiyo kwa ufupi anachosema kwenye aya hii, ewe Mwenyezi Mungu, wewe ndo mfalme wa wafalme, wewe ndo mfalme wa ufalme, unampa ufalme umtakaye, ufalme wa kidunia, na unamnyang'anya ufalme umtakaye, unamnyanyua umtakaye na unamshusha umtakaye. Mikononi kwako ndo zipo khairi zote. Unatoa kilichokufa ndani ya kilicho hai na unatoa kilicho hai ndani ya kilichokufa. Kwa hiyo ukishaelewa hiyo, unaelewa kwamba Mungu ndo anamnyanyua anayemtaka, anamshusha anayemtaka, anampandisha anayemtaka, anamshusha anayemtaka, anampa cheo anayemtaka na anamvua cheo na anaitaka. Kwa hiyo hivi vitu vipo. Leo unajua actually nimechoka sana. Kuna makala ambayo tangia jana nimeedit mpaka sana na usiku nimechoka, nikalala, nimeamka, nimeedit, mmenikuta. Kwa hiyo sitotaka kuingia deep. Next time naweza aya nikaitafsiri kwa undani zaidi na mifano hai ambayo itafanya watu waelewe. Kwa hiyo kama mtu uko connected kwa Mungu wako, unaona kuna kitu jaridhika nacho, rudi kwa Mungu wako. Mimi hapa niko katika siku ya pili kuitikia wito wa mufti wa kufunga. Alitoa wito tufunge jana, leo na kesho. Na mimi baada ya pale nikaelezea, lakini nikawaelezea pia wanafuse mtu binafsi. Hata ndugu zetu wa Kristo, unaweza ukafunga wewe binafsi kwa nia yako. Alafu Mungu anaelewa, Mungu anapokea, na Mungu ni mweza wa yote. Naam. Dua ya kunuti sasa ni dua ya namna gani sasa kama nimeipatia? Kunuti ni dua, zipo kunuti aina nyingi. Moja wapo ni kunuti ambayo inasomwa kila baada ya alfajiri. Of course kuna ikhtilafu za kimadhehebu, lakini madhehebu ya Shafi kila siku baada ya swala alfajiri utasikia wanaomba. Ile dua ni ya kumwomba Mwenyezi Mungu aepushe balaa, aepushe matatizo, alete baraka zake na atuongoze. Kwa ufupi kuisummarize ndo dua ya kunuti. Kwa hiyo na huwa inapigwa sana na Waislamu kunapokuwa kuna hali ambayo ni nzito. Yes, ndo hiyo ambayo
Sheikh Bakari Zuberi ameagiza. Yes. Unajua huenda watu kwa vile haelewi wanaweza kuchukulia kunut labda ni kama albadiri. Albadiri hapana, ile ni offensive weapon ile. Hii ni dua ya kusawazisha ama yes, umetumia lugha nzuri sana, kusawazisha mambo. Sema ambayo mambo sio, Mungu anasawazisha alafu anasafisha njia mnaenda, na kama kuna mtu anakunuia ni mabaya au vitu kama hivyo anasambaratisha. Naam. Umekuwa ukizungumza katika positive way, yani ushambulii ama ongei katika ile kwamba hii sasa hii itakuwa ndo yenyewe, au unaongea katika muktadha ambao kila mtu anaupenda. Na katika ile la kusali na kuomba pia nimeona baadhi ya watumishi katika upande wa dini wamekuwa wengine mpaka kifika ambao anasema siku hiyo tutachinja, siku hiyo itakuwaje, atakayeandamana kuna hiki na hiki pia. Kauli hizo ambazo nimeona mpaka baadhi ya viongozi wa serikali wamesema kwamba viongozi wa dini pia watumie lugha nzuri ambazo kidogo sije zikaleta tofauti, kwa maana hicho ambacho tunachokiombea. Katika hicho pia wewe viongozi wa dini katika ile unavyoliendea hasa wewe, kwa kweli hasa una maoni gani hasa? Hii nitaijibu kwenye sura mbili. Ya kwanza nitaijibu katika sura ya Kiislamu na nitarudi katika misingi ya Kiislamu. Waislamu tumesema sisi tunamtegemea Mwenyezi Mungu. Na kwenye Qur'an anasema al-izzatu lillahi wa lirasulihi wa lilmu'minin. Utukufu na nguvu na ushindi ni wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake na waumini wake. Sawa. Sasa hata mwanzo nilisema kila kitu kina vigezo na masharti. Hata kipindi kile kabla yote hajatokea, ulivyoniuliza kuhusu maandamano nikasema yana vigezo na masharti, kupiga kura vina vigezo na masharti. Kwa hiyo hata kwenye Qur'an kuna vigezo na masharti. Sasa Mwenyezi Mungu kashaelezea hivyo. Alafu anakuja anaelezea tena. Hapa tuna join dots. Anasema, unajua sitaki, ngoja niangalie nisije nikakosea. Ni maneno matakatifu. Unajua sometimes unaweza ukawa hapa unaikumbuka kichwani mara ikakutoka. Naona anasema wakatabna alaihim fiha anna nafsa bin nafs wal ayn bil ayn wal anfi bil anfi wal udhunu bil udhuni wasinna bis sinni wajuruhu qisas. Kuna formula moja ya muhimu sana kaitoa Mwenyezi Mungu mle ndani. Anasema kwa kufupisha, jicho kwa jicho, pua kwa pua, jino kwa jino. Sawa. Sasa nilisikiliza baadhi ya maneno aliyoyasema, na wao wanalalamika kwamba TEC na wale maskafu 41 wana mambo ambayo wanayafanya ambayo sio sahihi. Sasa ukisharudi kwa Mwenyezi Mungu ametoa formula kwamba jicho kwa jicho, usichukue mguu kwa ajili ya jicho. Yani unatakiwa balance. Yani kwa ufupi, kwa vijana mtaani wanasema vesi kwa vesi, mstari kwa mstari. Unatakiwa balance. Sasa kama labda let's say TEC, sawa, wameweza kulobi, wanapata mabilioni ya pesa kila mwaka, na nyinyi lobini mpate mabilioni ya pesa kila mwaka. Hiyo ndo mna balance kwamba jino kwa jino. Kama wenzenu wameweza kulobi, wanapata misamaha, na nyinyi lobini mpate misamaha. Kama wenzenu wameingiza au wamepenyeza watu katika sehemu muhimu, na nyinyi ingizeni mpenyeze watu katika sehemu muhimu. Kwa hiyo mnatakiwa mbalance. Kwa hiyo haitakiwi mtu kakwambia bwegi afu nampiga na nyundo, unakuwa huja balance mambo. Sawa. Vitu vibalance cha kwanza. Cha pili, usitumie nguvu sema ambayo tutakiwa kutumia nguvu. Wenzetu wametuzidi kiakili. Wana mikakati. Wameweka mikakati na mikakati yao inatoa matunda. Sisi tumekalia kuongea na kulaumu na kulalamika. Na mara nyingi tunakuaga kama moto wa kifuu. Kuna kipindi tu inapanda afu inashuka. Wenzetu wana consistency, mipango yao na harakati zao na misheni zao na kila kitu. Kwa hiyo huwezi ukapambana na mtu ambaye kakuzidi hoja kwa nguvu. Yani the moment ukitaka kutumia nguvu kwa mtu ambaye kakuzidi akili, kakuzidi intelligence, moja kwa moja umeshafeli. Unajua watu wasichokijua,
take ambayo ni Roman Catholic. Wana mashirika ya intelijensia ya kikanisa ambayo wanayo. Mojawapo ni Jesuit ambayo iliasisiwa mwaka 1540. Yenyewe wanaita Soldiers of God. Wanajeshi wa Mungu. Kazi yao ni kufanya kazi za covert operations za kanisa Katoliki. Lakini kuna kitu kinaitwa Vatican Intelligence Operations. Ndani yake kuna taasisi mbili. Moja inaitwa The Entity ambayo wanafahamu, let's say wameangalia movie ya Mission Impossible. Utasikia naongelewa the entity. Sisemi ndo hiyo, lakini naongelea kwamba ndani ya Vatican Intelligence Operation wana the Entity, alafu wana the Holy Alliance ambayo kazi yake ni kutekeleza mission za kijasusi la kanisa lao. Sawa? Kwa hivyo vitu ambavyo vinatokea sio bahati mbaya. Wenzetu wamekaa, wamefanya mikakati, inawalipa. Kama na nyinyi au Waislamu wanaona kwamba mambo haja balance, na nyinyi fanyeni hivyo. Yani ninachosema, msitumie nguvu against intelligence. Wenzetu wako very intelligent, wako very deliberate, wana mikakati yao imenyooka na wamejipanga na inazaa matunda. Sisi, mimi I don't know, mimi ni Muislamu, sijai kusikia intelligence community yoyote ya Kiislamu wala harakati zozote. Na yote ni kutokana na kutokuwa na elimu. Watu wasichokijua ni kwamba katika watu ambao wali play part kubwa sana kwa Mwalimu Nyerere kuhakikisha kwamba mambo yake yanaenda, hizi baadhi ya watu wanaweza kanafahamu, alifanywa dua na kina Ramia Bagamoyo hapa Dar es Salaam. Alivyotoka mkoani akaja hapa, wakamchukua Waislamu, wakampa nyumba akawa anakaa, wakamhakikishia mazingira yake yanaenda vizuri. Alikuwa analindwa na Waislamu hawa wawili kila Jumapili anapoenda kanisani. Yeye ni Roman Catholic na anaenda kanisani, lakini alikuwa anapewa ulinzi wa Waislamu wawili wanaingia na kanzu na kibaragashia kanisani. Nadhani ndio kama kile choka nakizungumza. Kuna kimoja niangalia Magufuli alikuwa anasema kwamba alikuwa anachangisha mchango wa kanisani, wachangie mlinzi wake mmoja ambaye anasali kwenye msikiti ambao ni mdogo. Yes, yani ndio hicho ninachosema kwamba kuna kwanza room ya mashirikiano kati yetu ni kubwa sana. Naelewa kuna baadhi ambao nyuma ya pazia inachezwa michezo michafu, lakini usitumie jaziba, usitumie nguvu dhidi ya mtu ambaye anatumia akili na intelligence. Huwezi ukamshinda huyo mtu. Kwa hiyo lazima you have to be very smart jinsi ya ku deal na hivi vitu. Kwa hiyo ile kauli iliyotoka, mimi nadhani Waislamu na Wakristo tuwe makini. Wewe shahidi, unakumbuka kabla ya kuondoka niliongelea hili jambo. Na kwenye Operation Breaking TZ ambao kabla ili fukuto la pande mbili kudhihirika, nilishasema kuna karata mbili ambazo hazijachezwa. Ya moja ni ukabila, ya pili ni ya udini, na ya tatu ambayo ni sensitive na ni hatari ni assassination. Niliongelea. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nilishaviona baadaye, sasa hivi ndio vinakuja vinadhihirika. Watu wa kawaida tuwe makini sana, tusiingie kwenye haya machafuko. Alafu wewe kama Muislamu unaona umechezewa mchezo mchafu, si kuna albadiri, kapiga albadiri kule. Umeona? Lakini kama unaona wenzio wamekuzidi kwenye mikakati, fanya mikakati. Umeona Ila cha msingi naomba nitoe angalizo kwa mashirika yote ya kidini, especially ambao wanacheza michezo michafu, kwa sababu wapo katika pande zote. Tuwe makini, tutakuja kuharibu ambacho hata hichi kidogo ambacho tunakipata na tunagawana tutakikosa wote. Yes. Alafu tunatakiwa nafundisha watu sana hichi, tujifunze kutoka kwenye timu za mpira, especially labda za Uingereza, za Ufaransa, za Spain na wengine. Wana kitu kimoja. Wanaweza kwa wamekusajili wewe kama mchezaji, alafu baada ya muda labda wamekusajili kwa miaka 3 au 4, msimu wa kwanza wa pili umeperform vizuri sana, kwa hiyo thamani yako imeongezeka kabla hata mkataba wako haujaisha.
wanakuita, wanakaa na wewe, una renegotiate. Wanaita kurenew mkataba. Yes, kabla hata mkataba hujaisha. Kwa sababu gani? Umeonesha thamani yako zaidi ya. Sawa. Kwa hiyo kama kuna sintofahamu, natamani wakae pande zote mbili, wa renegotiate. Kwamba okay, zamani hapa wewe ulikuwa unapata maembe na apple, mimi nilikuwa napata ndimu labda na ndizi, hapa mimi nataka apple. Mnakaa, mnapanga upya. Yes, mnakaa mnajadiliana, wote mnapata, maisha yanaenda. Niliona kwa Chelsea mchezaji mmoja washabiki wa Chelsea wanaelewa Kopama amesha kiwango kizuri sana hapa katikati. Sasa kabidi Chelsea walinew mkataba wake, wameongeza mshahara kabla hata mkataba wake hujaisha. Yes. Na hicho ni kitu ambacho hata Bongo kinawakosa, ni mentality wa Bongo. Makampuni mengi yanapoteza sana na wafanyakazi kwa sababu umeingia mkataba na mfanyakazi, umekubaliana na mlipa 200,000, ameperform, thamani yake imeongezeka, hutaki kumuongezea, alafu akija kampuni nyingine iko tayari kumlipa 500,000, hutaki na unataka kumuita msaliti. Hapana, wewe ni bwege. Umeona, unatakiwa wewe ukishamwona mtu kaongeza thamani, kaa naye, discuss naye, bana safi sana mwanangu, unapiga sana vitu nini. Mimi juzi SNS nimepewa tuzo. Yes. Na president wa SNS, Baby Sky pale. Kwa hiyo wapo kuna zile appreciation ambazo. Kwa hiyo ninachoweza kuambia, hii issue ambayo inaendelea sasa hivi mbona ni simple sana. Hebu kaeni, jadilianeni. Tunajua kuna maslahi yenu ambayo kuna mtu ukaguswa huku kaguswa huku. Lakini sio impossible kwamba mnaweza mkakaa pande zote. Serikali, upande wa teki, upande wa Uislamu, kaeni, jadilianeni. Mujue chungwa, mtu anapata machungwa mangapi, mtu anapata ipo ngapi, sio anapata, maisha yaendelee. Renegotiate, lazima uwe, mimi nasemaga hivi, hakunaga solution, it's always compromise. Yani hakunaga solution, yani ni kwamba una compromise kitu kimoja ili upate kitu kingine. Kwa hiyo badala sisi kuvunja amani na nchi yetu na kuivuruga, hebu ambao wako juu na wajua na wao wanajijua, hebu kaeni. Yani hivi vitu vidogo mnaweza mkakaa, yani mkajadiliana, mkaeka sawa, mkarenegotiate, mkagawana mafungu pale na mambo yakaenda kuishi. Yani nyinyi mkishakaa kule huko chini shwa yanaishi. Na I hope wenda wakatokea watu wenye busara ambao, unajua sasa hivi ndio ule mfano ambao nilitolea wa gari. Kuna sehemu kwenye junction magari yamejifunga, kila mtu anang'ang'ania, wewe rudi nyuma, wewe rudi nyuma, mimi ndo mwenye haki, mimi mwenye haki. Matokeo yake mtakaa masaa 6. Lakini mkikubaliana, wewe mwanangu hebu rudi kidogo, una adjust kidogo, yana adjust, njia inafunguka, kila mtu anapita. Kwa hiyo I hope kuna watu wenye busara ambao wanaweza wakaita pande zote, wakae, wa negotiate na wawe tayari ku compromise kwenye baadhi ya vitu, sio kwenye core values, lakini kwenye baadhi ya vitu ili amani ipatikane. I'm telling you, na hapa kwa waliomba mbingu na ardhi, walioko juu pale, wakisema wakae kwa pamoja, wa renegotiate, jua wanagawana vipi mambo, mchezo umekwisha. Niliona hii, nikasema nikuulize pia swali, kwa sababu unajua vitu vimekuwa vikizungumzwa katika engo tofauti hasa. Katika muktadha huu pia, unadhani kwa nini hasa kuna watu ambao hisi kwamba inawezekana haya mambo ya kuagawa Tanzania labda katika udini, naona kama kuna namna fulani, kuna challenge ambazo zinafanyika, nimeziona hata kwenye mtandao pia, unakuta baba mtu anamsalimia mwenzake labda milele inshallah, vitu kama hivyo, si na nini hivyo. Hiyo nadhani hiyo nguvu imetokea wapi hasa Tanzania, na unadhani hii misingi hasa imekuwa effect yake ikoje hasa? Sasa mtu kunielewa, majibu yote yako kwenye Operation Breaking TZ. Nimeelezea jinsi watu wanafanya psych profiling, Ocean, jinsi ya kuanzisha trend na ikaenda. Leo hii unajua mtu mwanamuziki anaweza katoa challenge fulani ikawa viral ikaenda, umeona Kwa hiyo na vitu kama hivyo. Wapo wataalamu wa kufanya hivi vitu vika trend vikaenda. Nachoweza kusema tuwe makini sana katika hizo challenge na hiyo utani. Usije ukagusa misingi ya dini ya mwenzio katika njia ambayo yeye anachukulia kama umevunja imani yake ikaleta shida. Tuwe makini sana. Kuna baadhi ya vitu ambavyo isivuke mipaka. Kuna baadhi ya vitu ambavyo kidogo there is room ya utani. Hata Mtume SAW alikuwa anataniana na maswahaba zake. Kuna siku Mtume SAW amekaa na maswahaba zake wanakula tende. Sasa walichokuwa wanafanya maswahaba, wakawa wanakula tende alafu mbegu
wanamwekea kwake. Walivomaliza wakamwambia, bwana Mtume SAW, yani wewe umekula tende zote hizi, mbegu zote ziko kwako, huku hawana. Basi wakacheka, wakafurahi. Unakumbuka nisema moja ya sifa ya mtume au mtu aliyetumwa na Mwenyezi Mungu awe na akili. Akaambia, bora hata mimi nimekula hizi, nyinyi mmekula tende na mbegu zake zote. Umeona? So utani upo, yani ipo, umeona? Yani jamani, mimi ninachosema hii situation kwa upeo wangu mimi inaweza ikawa solve within 2-3 days. Ni kwamba kuna watu ambao wameng'ang'ania upande wao, alafu kuna wale wa kufuata mikumbo, lakini kuna watu ambao wakikaa pale wakajadiliana, yaisee yanaisha. So far unaiona inaisha hii kwa namna ambayo wanavyoenda? Bado sijaona dalili hizo binafsi. Kwa nacho analyze na kidogo ninacho, unajua mimi muda mwingi sana kwa kwenye research. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinanipita huko. Umeona Bado sijaona vitu ambavyo kuniashiria, lakini ninachoamini kwa situation ninavyojua kwamba haya yote yamekuja kwa sababu ya maslahi. Yote, yani zungukeni yote maslahi. Alafu kwa sababu watu wamegusiwa maslahi yao, wametumia nguvu ya imani zao na ushawishi wao kwa sababu ya kama leverage ya hoja zao. Lakini yote 9 ni maslahi. Yani wakikaa chini, wakaeka mambo sawa, yanaisha. Tumombe Mungu pia kama vile kweli. Naam. Okay Smart, tumalize la mwisho. Of course kama ulivyozungumza leo haumechoka sana. Tatusamee na sisi ndio hivyo pia tunatamani tupate maoni yako pia. Wiki iliyopita kuna ripoti ambazo zimetoka nyingi sana, lakini katika ripoti ambayo imekuja ikaibua maswali mengi sana kwa Watanzania na mpokeo tofauti ni ripoti ya CNN ama documentary ambayo ilitolewa na mwandishi mmoja anaitwa Larry Madowo. Alitoa ripoti yake na kidogo imeleta maneno mengi sana. Pengine kama ulitazama ile ripoti na kila ambacho kimezungumzwa hasa na mapokezi yake hasa, ina maana gani hasa hii ripoti? Mimi niko very careful, makini sana maneno ninayoyatoa, na 99% ya maneno ninayoyatoa yako very deliberate. Kwa hiyo mtu ambaye atatafsiri atakavyotafsiri yeye na akili yake. I'm only responsible for what I say, not how you understand or interpret. Naomba ili nielezee jinsi ilivyo, nikae pembeni ili niwe kama mtu neutral, alafu ni analyze, lakini nianze kwa kauli moja. When stupidity is considered patriotism, it's very dangerous to be intelligent. Na hii ndo hali ambayo ipo. Kwa Kiswahili chake, sasa hivi tuko kipindi ambacho cha miemuko. Sasa kipindi ambacho upumbavu unachukuliwa kama uzalendo, ni hatari sana kuwa mtu mwenye akili. Kwa hiyo, kwa sababu mpumbavu anaendaga kwa hisia, haendi kwa facts. Mtu ambaye mwenye akili atenda kwa akili. Huyu mwenye kwenda kwa hisia ni rahisi sana kusababisha madhara, either kwake au kwa mtu wa pili au vitu kama hivyo. Kwa hiyo when stupidity is considered patriotism, it's very dangerous to be intelligent. Sasa nimeangalia hiyo, nimeangalia ya BBC iliyotoka kabla yake. Mimi nimekuwa na chambua hivi vitu kwa muda mrefu sana. Naijua mainstream media kwa muda mrefu sana. Lakini ili analyze hii vizuri, inabidi tuende kwa Bwana Sun Tzu. Kwenye Sun Tzu ni Art of War. Mimi nasoma sana ambao hafahamu kitabu hichi hapa. Sun Tzu, The Art of War. Oh yes, Sun Tzu, Art of War. Sanaa ya vita. Sanaa ya vita. Huyu bwana huyu karibia wanajeshi wote ambao ni strategists tunawajua wamesoma hichi kitabu. Kwa hiyo strategists wote, watu ambao wanapenda kujiongezea upao, watu wanajeshi wengi sana wamesoma hichi kitabu, Sun Tzu, Art of War. Na nilipokuwa nachambua sana, let's say kwenye mastermind ya Putin ya kuiua dola, nilitumia hii hapa. Vita mwaka mmoja wa Ukraine, nilikuwa nachukua quotes humo ndani. Sasa
Ili nichambue video ya yule inabidi tuingie hapa. Okay. Sanzua na usemi wake mmoja anasema hivi. The one who knows himself and knows the enemy does not fear the outcome of 100 battles. Okay. Yule ambaye anajijua yeye vizuri na anamjua adui yake haofii vita ya 100 kwa sababu anajua outcome yake. Sawa. Alafu anaendelea kusema yule ambaye anajijua mwenyewe lakini hamjui mwenzie, the one who knows himself but does not know the enemy, victory will come at a defeat. Kwamba atapata ushindi lakini atapoteza. The cost will be so high. Alafu anasema yule ambaye hajijui yeye mwenyewe na hamjui adui yake basi will succumb to a defeat. Kinachofuatia ni maumivu. Sasa mimi najitoa from a strategist point of perspective.